Sasa ilikuwa Tundu Lissu akiwa mwenyekiti wa Chadema, Heche akiwa makamu mwenyekiti wa Chadema, aliyokuwa amepanga kugombea urais wa chama kile ni askofu, kwa sababu askofu anatoka Mwanza, ni mwana Mwanza, ni Msukuma, ni mtu wa huku, na nia yake ilikuwa ni kusema sisi Wasukuma, wao kina nani, hawa wa Manyema, hawa Wanyamwezi, nia yao ni kupenyeza sehemu yoyote yenye mwanya. Sasa kilichotokea, mkeka umechanika shehe. Ndio mambo ya Mungu haya. Siku ambayo msajili wa vyama vya siasa anaviita vyama vyote kwenda kusaini sheria itakayotuongoza kwenye uchaguzi mkuu, wao wakapigwa msikini, ilikuwa badili ile, itakuwa ilikuwa badili, ilipigwa badili pale. Wakasahau kwamba usiposaini sheria za uchaguzi ushiriki uchaguzi. Hiyo ilikuwa badili. Sasa ilipopigwa badili wakawala, wakajua siku sio leo. Sasa wanakwenda kushtuka, sheria zimesha sainiwa na vyama vyote vilivyosaini ndivyo vitakavyoshiriki uchaguzi. Wao hawamo. Sasa wakaona ajenda ni nini? Ni kuanza kutukana. Ajenda nini? Kwanza kusema hakuna uchaguzi. Ajenda nini? Kwanza kusema hatutaki, tutakinukisha. Kaambia wewe, utakinukisha wewe peke yako? Unakinukishaje? Na mimi kwa kutumia hadhara hii nivipongeze sana vyombo vya ulinzi na usalama wa nchi yetu, kwamba ikitokea awe shehe yoyote anataka kuigawa nchi yetu kwa misingi ya dini yake, awekwe ndani, sababu mashehe wako wengi. Ikitokea askofu wa dini yoyote anataka kutumia dini yake na jukwaa la dini yake kukashifu nchi na kutugawa, awekwe ndani. Tusione haya. Sasa alikamatwa mwenyekiti yule akawekwa ndani ili tuone waliokuwa nyuma yake ni kina nani. Ndio hapo mmesikia European Union wanasema mmefanya haki, haki za binadamu zimevunjwa. Tunajua Tundu Lissu walikuwa nao hawa. Mara unasikia wengine wanasema yani kwa kweli ni uonevu mkubwa, na mpaka baba askofu naye akajichanganya, naye kaingia kwenye mkenge ule ule. Nataka niwaambie ndugu zangu, ndani ya miaka mitano ya Daktari Samia Suluhu Hassan, miaka minne, baba askofu anasema wametekwa watu 83. Watu 83 kutoka watu milioni 64 tulioko nchini, watu 83. Leo kuna maandamano makubwa sana Marekani, wameuawa watu wengi. Gaza pale wanauawa watu kila siku. Ukraine wanauawa watu kila siku. Ukienda South Africa pale crime rate, masuala ya amani hakuna, watu wanauana. Kenya yenyewe hapa Generation Z wameandamana, wamevunja mali za watu, wamechinjana hata kipindi cha uchaguzi mwaka 2008. Leo Tanzania anasema watu 83 wametekwa. Lakini ndugu zangu, majeshi yetu haya ulinzi na amani wanaofanya, tumepatwa na matatizo mengi sana. Tulikuja na watu kuchunwa ngozi, watu wakachunwa ngozi, taharuki ya nchi kawepo. Ni majeshi haya ya ulinzi na usalama yalimaliza jambo hili. Tumekuja kwenye masuala ya kuua albino, zeluzelu wanauawa, wanakatwa mikono kwa imani potofu. Ni majeshi haya ya ulinzi na usalama yalimaliza matatizo hayo. Tumekwenda kwenye panyarodi, watu hawatembei usiku, hawalali, wanalia. Ni majeshi ya ulinzi na usalama yalimaliza matatizo hayo. Kwenda kule upande wa Mtwara, watu walikuwa wanachinjana kipindi cha uchaguzi 2020, wanauawa. Kibiti pale watu walikuwa hawalali usiku na mchana. Majeshi haya ndio yalimaliza mtafaruku ule. Lakini wapo baadhi ya Watanzania, wengine sio Watanzania, wenye nia potofu, wenye nia ovu, wanaofanya mambo haya kwa maslahi yao wenyewe. Hakuna mtu ambaye anafurahi kwamba leo kuna fulani haonekani kwenye jamii. Yuko wapi? Ameenda wapi? Kafanywa jambo gani? Lakini nchi yetu ina utaratibu. Cha kwanza ni lazima turipoti polisi. Cha pili lazima jamii pia ijulishwe ili tuanze kufuatilia. Na tukishafuatilia, mara nyingi vyombo vyetu vya ulinzi vinapata mwafaka wa jambo ambalo linakwenda.
na hatimaye wametusaidia. Lakini leo unaenda kubeza vyombo vya ulinzi na usalama, unakwenda kumbeza rais, unakwenda kubeza kila mtu. Ndugu zangu, nataka niwahakikishie kwamba uchaguzi mwaka 2025 upo na sisi mikakati imeshaanza, na natumia hadhara hii shehe wangu kuwaomba ndugu Waislamu walioko hapa, Wakristo wote, wasiokuwa na dini, Watanzania wote, muda utakapofika wa kuchukua fomu ndani ya chama chetu, tutaanza tarehe 28. Ninawaalika mwenyekiti wa CCM, njooni mchukue fomu za udiwani na ubunge.